Na hizi ni sababu 4 kwa nini unapaswa kuutunza sana mwili wako. Mwili ni moja ya zawadi ya kipekee sana ambayo tumepewa, na ni muhimu kuutunza kwa kujua mahitaji yake, kwa kuuelewa, ili usije ukapata changamoto nyingi, kwa sababu inawezekana una ndoto za familia, una ndoto za kiuchumi, una ndoto za kazi, biashara, unatamani kuzitimiza, lakini kama mwili wako hauna afya, maisha hayawezi kuwa bora. Inawezekana kuna wito fulani, kuna kitu ambacho unatamani kukitimiza, unahitaji mwili wenye afya. Na ndio maana mimi huwa niko hapa kukukumbusha vitu asilia vitakavyokusaidia kutunza mwili wako, kwa sababu haijalishi kutakuwa na mapinduzi gani ya teknolojia, mwili wako bado ni kitu cha asilia, lazima kitabaki kinataka nature yake na ukizingua. Na ndio maana magonjwa siku hizi yanatusumbua sana, kwa sababu tunaacha asili yetu. Sababu ya kwanza kwa nini mwili unapaswa kuutunza sana ni upekee wake, ule mifumo ambayo ipo katika miili yetu. Unajua mwili wetu umeumbwa kwa mifumo mbalimbali, na hiyo mifumo inategemea na ina viungo mbalimbali. Kwa mfano tunazungumzia mfumo wa upumuaji, kuna mapafu. Kama ni mfumo wa mzunguko wa damu, kuna mishipa ya damu, kuna moyo. Ile mifumo, kama utakuwa na lifestyle mbaya, ikiinterfere kidogo, kuna magonjwa mengi sana yanaweza kaibuka. Inafanya kazi kwa kushirikiana. Mfumo wa fahamu, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ukiingiza kitu ambacho sio rafiki, ukainterfere kitu fulani, ni rahisi kutengeneza magonjwa. Kwa hiyo ile organization ya system mbalimbali, mifumo mbalimbali ya mwili, unapaswa kuiheshimu sana, kwa kuhakikisha unajua ni vyakula gani salama, vyakula gani sio salama, mazingira gani ya kufanya, kama ni mazoezi, vitu kama hivyo. Lakini kitu cha pili ambacho ni cha kipekee ni ile uwezo wa mwili kujirenew, kujirepair wenyewe. Mwili una uwezo mzuri sana wa kujirenew. Kuna seli ambazo huwa zinakufa na kuzaliwa upya, lakini pia unaweza ukapata kidonda kikapona chenyewe. Yaani tunasema ni kama self healing. Japo hiyo ni sababu nyingine, lakini tunasema ile kujirenew kwa maana ya kuna seli ambazo huwa zinakufa na kuzalishwa kwa wingi. Japo kuna zingine yani ukishakuepo nazo hizo ni for life. Tutakuja kujifunza zaidi hayo mambo, lakini ile renew ni moja upekee sana. Kama ni seli za ngozi, kama ni seli za kwenye macho, seli za kwenye sehemu mbalimbali za mwili wako. Okay? Lakini sababu ya tatu kwa nini mwili wako unapaswa kuutunza sana ni ule uwezo wake wa kujiponya. Tunasema ni self healing. Na ndio maana watu huwa wanielewi ninapopiga kelele kwamba ugonjwa wa kisukari unaweza reverse, magonjwa kama pressure unaweza kuondoa, magonjwa kama changamoto mbalimbali kama mashida ya mapafu, shida ya maungio yanauma, joints zinauma, misagi zimesagika. Unajua kwamba mwili unaweza kujihili wenyewe, lakini umeutengenezea mazingira. Kama ni kujirepair, kujirenew, umeutengenezea mazingira. Kuna vitu ambavyo ukiwa unavitumia kwa wingi, kuna mazingira ambayo ukiwa exposed sana, uwezo wa mwili kujihili wenyewe, uwezo wa mwili kujirenew unakuwa uko chini. Na ndio maana unashangaa unaanza kuwa na magonjwa ya ajabu katika umri mdogo, unaanza kuzeesha viungo vyako, kwa sababu mazingira ya asilia ya mwili wako kuweza kujirepair haujaweka. Haupati hata muda wa kujiconnect na nature, kwenda hata kukanyaga ardhi. Hujui kwamba kwenye unyayo kule kuna nerves nyingi sana zinahitaji kurecharge, unahitaji kudetox, unahitaji kuconnect na nature. Lazima ujifunze mambo kama hayo. Bila hivyo utaamini kushinda kwenye tiles, kushinda kwenye gari, kushinda maeneo ambayo sehemu zote pamepigwa tiles, kuna carpet, kuna nini. Utafikiri hiyo ndio afya, huo ndio usasa. Usijue kwamba hiyo ni changamoto. Utaamini kutunza watoto wako katika mazingira ambayo ni ndani tu, hawatoki nje waende kucheza wajichanganye. Utafikiri hiyo ndio afya. Utafikiri huo ndio ukisasa, alafu baadaye watakuja kulalamika magonjwa ambayo hayaeleweki yalianzia wapi, kwa sababu tu tulishindwa kuelewa asili ya miili yetu. Lakini kingine ni kwamba sababu nyingine tunasema ni individuality. Upekee, miili yetu iko tofauti. Na ndio maana mko familia moja, wote mnakula chakula kile kile. Huyu ananenepa, mwingine hanenepi. Huyu anapata kisukari, huyu hapati kisukari. Huyu anapata mtoto kiurahisi, huyu inakuwa ni ya kulenga na manati. Individuality. Lazima ujue pia mwili yetu inatofautiana. Hauwezi ukaiga mfumo wa mtu mwingine bila kujua. Na ndio maana fingerprint yako na ya mtu mwingine ni tofauti kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tuko tofauti. Hata kama mngezaliwa mapacha,
tuko tofauti kabisa, lazima ujue. Na ndio maana hata kama ni mfumo wa lishe, mwingine anaweza kawa na allergy na vyakula vingine, mwingine vyakula hivyo hivyo akala na akawa na yuko vizuri kabisa. Kwa mfano, kuna baadhi ya vyakula au kuna baadhi ya mazingira wewe unapata shida, wengine hawapati shida. Nakumbuka mimi nilipokuwa niko shule hizi za primary, kuna baadhi ya mazingira tulikuwa tukifika na wenzangu, mimi na sense harufu kirahisi sana, lakini wenzangu wanakuambia, au kama ni vumbi na sense mara kama kuna vumbi, ina maana kuna namna, inaweza kuwa ni hitilafu ama inawezekana ni kwa hiyo kuna upekee, ile individuality lazima ujue. Kuna vyakula ambavyo mimi nikitumia pengine napata changamoto. Kwa mfano, kuna baadhi ya vyakula nilikuwa nikitumia kipindi fulani nikashangaa nikila mayai napata vipele kwenye mwili wangu. So lazima uanze kujua kwa nini mimi nikila mayai kwa wingi napata hii changamoto. Yaani inakusaidia usije ukafuata general. Hata haya mashauri, ndio maana kuna wakati tunayoita kwenye programs. Kwa nini? Kwa sababu miili inatofautiana. Sometimes unahitaji kufanya hata hizi tiba chini ya uangalizi wa karibu, kwa sababu unaweza kufanya program iliyomsaidia fulani kupungua, wewe ikakushinda ama ikakuletea matatizo kabisa. Sababu ya mwisho ambayo naweza nikasema unapaswa pia kutunza mwili wako ni ule uwezo wa mwili na akili kuintegrate. Kuna integration kubwa sana, ni kuna mwingiliano mkubwa sana wa mwili na akili. Unajua kwamba unaweza ukawa unakula vizuri, unajitunza katika mazingira, lakini kitendo cha kuwa na stress kila siku, hata kama ni za mpenzi anayekutesa sana, unaweza ukasababisha magonjwa ya kimwili. Ukapata stress related disease kama kisukari, pressure, magonjwa ya moyo. Unafahamu kwamba hata kama una stress ambazo ni reasonable kabisa, kazi hakuna, mke akakuacha, hivi unajua kwamba kupitia mazingira hayo usipotafuta namna ya kuhandle hizo stress, unaweza kusababisha magonjwa. Unaweza kusababisha pia hata kuwa na changamoto kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ukianza kuelewa haya mambo kwamba kumekuwa na integration kubwa, utajikeep vizuri hata katika akili yako. Kuna baadhi ya vitu utajiepusha automatic. Kwa sababu gani? Unatamani kuutunza mwili wako. Hebu jiwazie mwenyewe namna ambavyo tumepewa zawadi ya kipekee yenye uwezo wa kujiponya, yenye uwezo wa kuondoa sumu yenyewe. Lakini tunapozidisha sasa zile sumu, hata ule uwezo wa mwili kudetoxify wenyewe unazidiwa, na ndio maana magonjwa yanatokea. Kwa hiyo huu uasilia wa miili yetu tuna uharibu pale ambapo hatujui nini tufanye, na tunafanya vitu kwa sababu ya mazoea, kwa sababu tu ya zile domestication ambazo tumezikuta. Hatujahoji, hatujaribu kuangalia miili yetu inataka nini. Na ndio maana watu leo wanasumbuka na magonjwa kwa sababu tu ya kushindwa kujua namna ya kuitunza. Kwa hiyo ni muhimu uwe na intentional, uwe na ukusudie kujifunza namna ya kutunza afya zako, na afya yako, afya ya mwili wako, afya ya akili yako. Kwa nini? Kwa sababu una mwili mmoja tu. Ukiuharibu huo, ina maana kwamba utakuwa umepunguza raha ya kuenjoy kwenye hii dunia. Kwa hiyo tunza mwili wako na wenyewe utakutunza. Mimi ni Sam Nature, na kama umependa makala hii, like, share, follow page hii. Alika na watu wengine waje kujifunza. Lakini pia kama unasumbuka na matatizo kama kisukari, hapa ni mahali sahihi kabisa. Unaweza kunitafuta kupitia namba zipo kwenye bio, ili na wewe uweze kupata program ya kukusaidia kureverse tatizo hilo kwa njia ya asilia, na kwa ajili ya kuendelea kutunza afya zetu na kutokomeza changamoto mbalimbali kwa asilia kabisa kupitia lishe na mimea tiba, tunasema herbal supplements. Hapa ni mahali sahihi. Karibu sana, tuendelee kujifunza. Na kama kuna swali, kama kuna nyongeza, kama kuna kitu ambacho ungependa kujifunza zaidi, acha comment hapo nami nitaipitia.